Jana klabu ya Simba walikuwa na mkutano na waandishi wa habari, na miongoni mwa mtu ambaye alizungumza ni Clatous Magoli, na alitoa ufafanuzi kuhusiana na sakata ambalo linaendelea hivi sasa katika ujenzi wa uwanja kati ya Mo Dewji pamoja na Jairuti. Undani wa taarifa hii imesemekana kwamba Jairuti anataka kujenga uwanja, lakini bado viongozi watakaa mezani na kujadili kwa kina. Lakini pia ile inaelezwa Mohamed Dewji Mo kupeleka ofa akihitaji kumiliki uwanja kwa 80 na 20. Fungamezo umefuatilia kwa kina sakata hili. Unahisi moja kwa moja tatizo liko wapi na ni kipi hasa ambacho kinapelekea kukwamishwa kwa jambo hili? Ukijaribu kuliangalia utagundua kwamba changamoto kubwa ni conflict of interest. Kila mmoja anatamani kupata kwenye hilo swala, kwa sababu miongoni mwa swala nyeti sana ni kutengenezwa uwanja kwa Simba, kwa sababu ni ndoto ya kihistoria, kwa maana viongozi mbalimbali wamepita pale ndani ya Simba, wafadhili mbalimbali wamepita ndani ya kikosi cha Simba, lakini swala la kutengeneza uwanja limeonekana kuwa kizungumkuti, kitu ambacho sasa hivi kila mtu ambaye anapata nafasi anatamani kutengeneza legacy ambayo kimsingi huenda ikaishi miaka na miaka, kwa maana utapotengeneza uwanja wa klabu kama ya Simba, dhahiri shairi utakuwa umeingia katika historia ya kudumu ya kikosi cha Simba, kwa maana umefanya jambo ambalo halikufanya zaidi ya miaka 80. Sasa ukijaribu kuangalia utagundua kwamba Jairuti sawa anataka kujenga kwa mujibu wa mkataba wake wa uzabuni wa jezi ambao alikubali kuingia zidi ya Simba, kwa maana ni sehemu ya bonus ambayo aliahidi kwamba ataitengenezea Simba uwanja. Lakini kumbukwe pia Mo pia naye anatamani kumiliki uwanja wa Simba. Ikumbukwe yeye ametoka na timu mbali, si ndio? Timu ametoka sehemu ambayo tunaweza kusema ilikuwa gizani. Timu ilikuwa haina thamani ambayo hivi sasa tunazungumza iko nayo, kuwa klabu miongoni mwa klabu 10 bora barani Afrika, huwezi kuiacha kuitaja Simba, si ndio? Ukijaribu kuangalia ndio klabu ambayo binafsi ina mafanikio zaidi katika michuano ya kimataifa hapa nchini Tanzania. Tunapozungumza ligi ya mabingwa barani Afrika, basi huwezi kuiacha kuitaja klabu ya Simba, kwa maana thamani yake ulimwenguni imeonekana kuwa kubwa. Lakini chanzo ukijaribu kufuatilia nani ambaye ameivalue na kuipa hiyo thamani, utagundua Mo. Kwa hiyo Mo mwenyewe pia alikuwa anategemea kwenye ujenzi wa uwanja wa Simba, ina maana kuna faida pia atakaipata. Sasa ni ngumu kwenye swala zima la kibiashara. Kwa mfanyabiashara nadhani wataelewa zaidi wafanyabiashara, kwa maana maslahi, kila mtu anatamani kupata maslahi kwenye hilo swala. Hata Jairuti kama atafanikiwa kutengeneza uwanja wa Simba, dhahiri shahiri kuna namna ambavyo atakuwa anafaidika na huo uwanja, kitu ambacho pia Mo pia anatamani pia kufaidika na huo uwanja. Kwa hiyo hapa mwisho wa siku utagundua kuna kuwa kitu kinaitwa conflict of interest. Kila mmoja anatamani kupata kitu kwenye hilo swala. Kwa hiyo mimi binafsi nadhani sasa hivi kitu kikubwa ambacho kinaonekana kinaisumbua Simba ni conflict of interest, kwa maana wale matajiri ambao wanataka kusupport, wanataka kufanya kitu kikubwa ndani ya Simba, kila mmoja anatamani kufanya yeye, na akiona mwenzake kwamba hadeserve wala hastahili. Yes. Unahisi Jairuti pamoja na Mohamed Dewji Mo wazungumzi, ama ni wapambe ndio wanaogombanisha wawili hawa? Wanaweza wakawa wanazungumza, lakini linapokuja swala la kibiashara linakuwa ni swala lingine. Swala la biashara kuna kuwa wenyewe Waswahili wanakuambia kwamba urafiki unaweza ukawa pembeni, alafu biashara inazungumza. Kwa hiyo huenda Jairuti pamoja na, kwa maana ya kampuni ya Jairuti tuseme Tajiru Gasila, si ndio? Pamoja na Mo Dewji wanaweza wakawa wanazungumza, lakini linapokuja swala la kibiashara, biashara ndio inakaa mezani, kwa maana swala la uwanja sio swala la kuzungumza kati ya Lugasila na nani na Mo, ni swala la kibiashara, kwa sababu swala ambalo linahusu profit, faida mbele yake, si ndio? Kama swala la kibiashara hawezi kusema swala la biashara ukaweka urafiki mbele. Nadhani hata kwenye principle ya biashara na nyinyi mnatambua kwamba biashara nyingine urafiki, mimi Mo wewe rafiki yangu, si ndio? Lakini linapokuja swala la biashara, acha biashara izungumze, kwa maana kuna sehemu ya mipaka ya urafiki ya kuzungumza mimi na wewe, na kuna sehemu inapaswa biashara iapply. Kwa hiyo hivi sasa sio swala la kuzungumza kati ya Lugasila pamoja na Mo. Sasa hivi tunazungumza hapa ni biashara, na biashara lazima userious na kila mtu avutie upande wake. Kwa hiyo ukiangalia utagundua wana wanazungumza fresh kama watu ambao wapo na Simba, lakini linapokuja swala la biashara kila mmoja ana pay part yake, kila mmoja ana kampuni yake, kila mmoja ana taasisi yake, si ndio? Mo ana kampuni yake, kwa maana Lugasila pia ana kampuni yake.
kila mmoja anapambania maslahi ya kampuni yake. Sasa huwezi kuniambia kwamba kwa sababu labda anazungumza waanze kuleta mambo ya kujuana. Hapana, kwenye swala la biashara cha biashara isimame. Kwa mimi nadhani hivi sasa kinachosumbua ndani ya Simba ni kila mmoja kutamani kupata ile faida ambayo itatokana na uwanja ambao utakaotengenezwa. Kwa hiyo mimi sishangai kwa sababu I know katika swala zima la kiushindani hayo mambo huaga yapo. Sasa mfano kwenye baadhi ya mataifa ambayo yameendelea ama nchi ambazo zimeendelea, linapokuja swala kama hili mezani, wanapima nani mwenye kisu kikali, nani ambaye anaweza kafanya sisi tumeelewana? Yaani pale anaangalia mwenye muscles. Sasa anaambia bwana, sasa sawa, nyinyi wote mnataka kusema nataka kujenga uwanja, mnapimwa muscles, nani ambaye anaweza. Ndio maana hata unavyosikia tenders kama leo Jeruti ameshinda udhabuni wa jezi ya Simba, kwa maana tenda ilitangazwa, si ndio? Yule mwenye muscles akaonekana kwamba ni Jeruti, ambaye mkataba wake na vitu ambavyo terms zake zilikubalika na taasisi, akashinda yeye, si ndio? Kwa maana hata hapa mfano kama hakuna haja ya kugombana, ngoma yuko mezani, nani mwenye muscles? Wewe unatengeneza uwanja wako na nini na nini, tushawishi. Sisi tumeelewana? Uwanja wako na nini? Bwana, mimi nitatengeneza uwanja mashabiki 15,000. Utakuwa na restaurant ndani, sehemu ya kupata vinywaji, kutakuwa na frames, lakini pia kutakuwa na viwanja vya mazoezi vya kisasa viwili. Utakalika kwa muda gani? 1, 2, 3 unaweka. Haya wewe, mimi bwana nitatengeneza uwanja wa watu 30,000. Utakuwa na restaurant, utakuwa na bar na nini, maduka, maframe na hivi na hivi, viwanja vya kisasa vitakuwa hivi, system itakuwa hivi, project hapa, pango kazi wangu hapa, nataka nifanye hiki. Kwa hiyo pasi sana naangaliwa nani mwenye muscles. Kwa hiyo mimi nadhani kwa kuwa Simba ina uhitaji kweli wa uwanja, automatically ina uhitaji, na watu ambao wanaweza kufanikisha ile ni hawa watu wenye muscles zao za fedha, mabwanyenye. Sasa wajaribu kutengeneza system nzuri, either wote wawili wa play part moja, kwa maana wote wawili washirikiane kutengeneza kitu kimoja. Otherwise yule mwenye muscles ambaye anaweza kutengeneza kitu bora zaidi apatiwe nafasi. Shukrani sana Funga Meza. Asante sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.